Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu anawezaje kukupa maono? Nimekwambia maono yaliyo sahihi yanatoka kwa Mungu. Maono yaliyo sahihi yanatoka kwa Mungu mwenyewe. Sasa Mungu anawezaje kukupa maono? Mungu anawezaje kukupa maono? Namba moja, ili Mungu aweze kukupa maono yaliyo sahihi ambayo wewe toka uzaliwe ndiyo aliyaweka kwamba uje uyaishi, na njia utakayopita anajua utapita wapi, na mahali utakapofika anajua kwamba utafika eneo lipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo la kwanza, lazima usimame katika zamu yako. Lazima usimame katika kusudi lako. Kuna watu wamejikatia tamaa. Kuna watu imefika mahali wamechoka. Kila wanalolifanya halina matokeo. Kila wanalotenda halina faida. Kwa sababu gani? Hawajasimama kwenye zamu zao. Hawajasimama kwenye kusudi ambalo Mungu anataka wasimame. Utakapoamua kusimama na Mungu vizuri, atakupa maono yaliyo sahihi. Na maono hayo yatakufanya uonekane wa tofauti, kwa sababu utakuwa unafanya mambo kwa mpangilio ulio sahihi. Maono hayo ambayo Mungu atakupa yatakufanya uonekane wa tofauti. Kwa sababu gani? Yale maono ya kiungu utakayoyafanya, kila mmoja atashangaa, huyu anafanya kwa namna gani? Utakuwa ni mtu wa kufanikiwa, atajiuliza huyu kwa nini anafanikiwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini anafanikiwa? Kwa sababu una maono ndani yako yaliyo sahihi, na unatembea nayo kwa mpangilio ulio sahihi, kwa sababu umesimama kwenye zamu yako. Umesimama kwenye zamu yako. Umesimama kwenye zamu yako. Usipoamua uwe na uhakika, utakuwa ni mtu wa hapa, hakuna hatua unayopiga. Watu leo tunasukuma kwa kila jambo. Hatuna muda wa kutaka kujua ni nini Mungu anataka nifanye kwa wakati huu. Nini Mungu anataka nitende kwa wakati huu. Sasa unatarajia nini? Unategemea nini? Utapataje maono yaliyo sahihi kutoka kwa Mungu? Ni sawa wewe wazazi wako walikuwa wamjui Mungu. Umekuwa umeokokea ukubwani. Je, uko vipi na Mungu wako? Mahusiano yako na Mungu yakoje, ili kukusaidia wewe uweze kupata maono yaliyo sahihi kwa sasa ambapo umemjua Kristo? Lazima usimame kwenye zamu yako. Simama kwenye zamu yako. Fanya kazi. Tenda kusudi la Mungu. Hayo maono yatakufanya uonekane wa tofauti, kwa sababu utakuwa unafanya mambo kwa mpangilio sahihi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Mungu anawezaje kukupa maono? Lazima ukubali kumsikia Mungu. Lazima ukubali kumsikia Mungu. Kuna watu wana maono lakini hawana uwezo wa kuyaendesha maono. Kuna watu wana maono lakini hayo maono wameyatumia vibaya, yamewapoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna wakati mwingine Mungu amekuonyesha kwamba utakuwa mtu fulani, lakini baada ya kukuonyesha hauna mwelekeo. Hukutaka tena kumsikia Mungu, haukutaka tena uulize kwa Mungu kwamba kwenye haya maono napitapitaje, au ni wapi natakiwa kupita. Kitakachotokea nini? Unatembea na maono yaliyo sahihi kwenye njia isiyo sahihi. Nini utakachopata? Ni hasara. Maono ni kweli unayo, yako sahihi, lakini njia ambayo unaipita sio sahihi. Ninapozungumzia pointi, lazima ukubali kumsikia Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anapokupa maono, hayo maono yeye ndo anayejua kwamba unatakiwa kupita njia gani na hayo maono. Yeye ndo anayetambua ya kwamba huyu mwanangu kwa maono anayompa anatakiwa afanye hiki na hiki, hatakiwa aguse hiki, hatakiwa afanye. Sasa usipokubali kumsikia Mungu, maana yake ni nini? Hautaenda sawasawa na jinsi yale maono yanavyotakiwa uende nayo. Tofauti na hapo, yatakupa hasara.
Ni sawa na mtu ambaye anapanda mbegu nzuri kwenye ardhi ambayo sio. Mkulima ana mbegu nzuri, amenunua mbegu nzuri safi, lakini kwenye shamba analolipanda anapanda mbegu hiyo kwenye shamba ambalo ni bovu, kwenye shamba ambalo halina mbolea, akitarajia ya kwamba hakika nitavuna. Kumbe mbegu itaota, hatimaye mazao hayataonekana au hatapata mavuno yanayostahili. Kwa sababu gani? Ni kweli mbegu ilikuwa ni njema, maono kweli yalikuwa ni mazuri, lakini mahali ambapo umeyaweka. Asante Roho Mtakatifu. Kingine nakwambia kwamba kwa nini unatakiwa ukubali kumsikia Mungu. Maono Mungu anaweza akakupa yaliyo sahihi, lakini mahali ambapo utaweka hayo maono yakawa ni sio sawa. Hujawahi kuona mtu ana wazo zuri analipeleka mahali na kataliwa? Una wazo zuri kabisa, lakini Mungu amekusemesha, lakini unalipeleka mahali wanalikataa na hawataki kusikia. Maana gani? Wazo hilo yamkini ni zuri sana, lakini ulipolipeleka sio sahihi. Kuna watu tuna maono yaliyo mazuri. Kuna watu Mungu ametupa maono, lakini hayo maono tulionayo hatujakubali kumsikia Mungu. Nini Mungu anataka atuelekeze, au ni wapi Mungu anataka tuyaweke hayo maono yetu, ili yaweze kuzaa, ili yaweze kuleta matokeo, ili yaweze kuleta matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndivyo ilivyo kwa watumishi wengi leo. Unakuta kweli mtumishi wa Mungu umepewa maono. Umepewa maono kabisa mazuri na Mungu kutoka juu, lakini haujamuuliza Mungu, hayo maono uliyopewa ni wapi ukazungumze? Ni wapi ukayaseme? Ni kwa watu gani, kwa watu aina gani ukayanena? Bali sasa tunakurupuka, nakuta watumishi wanakurupuka, nimepata maono, anakurupuka, anaenda mtandaoni anaeleza, anaenda huko anaeleza. Je, una uhakika ni Mungu alikutuma ukaeleze huko? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu hawezi kukupa maono yaliyo sahihi endapo kama haujawa na uwezo wa kumsikia yeye, endapo kama haujakubali kutega sikio kufuata maelekezo yake. Ataficha maono yake kwa sababu anajua yatapotea, hautafanyia kazi. Kuna wengine tunafundishwa mambo mengi, lakini hatuko tayari kusikia chochote. Tunapozungumza habari ya kumsikia Mungu, sio mpaka umsikie Mungu kwa inaweza ikawa ni kupitia watumishi wake. Inaweza ikawa kupitia watumishi ambao wanasimama kukufundisha, kukuelekeza. Kuna watu tunaelekezwa lakini hatutaki kuelekezeka. Mtu unamwelekeza, mpendo unamwelekeza, lakini hana muda. Akiamua ameamua, maana yake hajakubali kumsikia Mungu. Anapoelezwa jambo ifanya hiki, hana muda wa kusikiza, hakuna anachokifanyia. Hayuko tayari. Je, maono hayo Mungu atakupa? Kwa sababu Mungu ili kutoa maelekezo anatumia watu wake, anatumia watumishi wake, anatumia huyo mpendwa mwenzako unayekaa naye karibu, huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama tunaelewana watu. Kwa hiyo uelewe ya kwamba kwa nini Mungu anataka umsikie. Mungu si mjinga, hataki kupoteza. Mungu sio hasara. Mungu anapowekeza mahali anataka apate faida. Mungu anapowekeza mahali anataka apate faida, hataki kupoteza. Hawezi kuwekeza maono yake mahali ambapo atapotea. Anawekeza maono yake mahali ambapo anaona kuna matunda ataonekana, kuna utukufu atapata, kuna heshima atapata. Ndipo anapowekeza mahali pale. Haleluya, watu wa Mungu. Hilo ni jambo la pili. Jambo la pili hilo, lazima ukubali kumsikia Mungu. Jambo la tatu, Mungu atawezaje kukupa maono? Mungu atawezaje kukupa maono? Jambo la tatu, lazima ukubali kutenda mema.
lazima ukubali kutenda mema. Unahitaji maono kutoka kwa Bwana, lazima uwe mtu wa kutenda mema. Utambue ya kwamba haujajiumba wewe uliumbwa. Kwa hiyo kama uliumbwa, uwe na uhakika Mungu anakufunulia maono ambayo aliyaweka toka amepanga kuleta duniani na kabla hujaonekana. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema kwamba maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende naye. Tuliumbwa katika Kristo. Hatujajiumba au hatujajileta hapa duniani. Ni Mungu mwenyewe aliruhusu tuwepo hapa. Na vile vile tulipata neema hii ya wokovu kupitia Kristo. Ndio anasema tuliumbwa. Mungu alitufinyanga kwa mikono yake. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tuenende katika matendo mema. Mungu kipindi anamtengeneza mwanadamu au kipindi anakuumba wewe, alikuumba kwa lengo ya kwamba uje ufanye yaliyo mema. Mungu hakuumba kiumbe chochote kwa ajili ya uovu. Mungu hakuumba kiumbe chochote kwa ajili ya mabaya. Mungu hakukuleta duniani kwa ajili ya maovu. Mungu alikuleta hapa kwa ajili ya kutenda mema, kwa ajili ya kuyafanya yaliyo mema. Tokea awali pale Mungu aliyatengeneza yaliyo mema, ili uyatende yaliyo mema, uyafanye yaliyo mema. Ukiwa mtu wa kujichanganya, hauwezi kuwa na maono yako, utafanya maono ya wenzako. Ukiwa mtu wa kujivuruga, mtu ambaye hauna msimamo, haueleweki mbele za Bwana, uwe na uhakika hautakuwa na maono yako. Utakufa unafanya maono ya wengine. Utaondoka unafanya maono ya wengine. Na thawabu au taji unapewa kulingana na maono ambayo umepewa. Umeyafanyaje kazi? Kulingana na kile ambacho Mungu amewekeza ndani yako. Je, umekifanyia kazi kwa namna gani? Kwa ukubwa upi? Ndiyo thawabu utakayoipata. Mbinguni unaweza ukafika kweli, ndiyo, lakini thawabu zinatofautiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbinguni unaweza ukafika, lakini thawabu kila mmoja atapata kulingana na kile alichokitenda ambacho Mungu alitaka akitende, au kulingana na maono ambayo Mungu alitaka uyaishi hapa duniani. Ndivyo utakavyoipata ile thawabu kutoka kwa Bwana. Haleluya, watu wa Mungu, tuko pamoja. Kwa hiyo ukiwa mtu wa kutokutenda mema, mtu wa kufanya mabaya, mtu ambaye haupendi mema, uwe na uhakika maono hautayapata ya kwako. Utakuwa ni mtumwa, utakuwa unafanya vitu vya wengine, utakuwa unatumika kwenye eneo la wengine, lakini sio la kwako. Sasa lazima tukubali kutenda yaliyo mema ili tuenende sawa na Mungu. Utakapoenenda sawa na Mungu, huyu Mungu wa mbinguni atatupa yaliyo maono ya kwetu ambao aliyaweka tangia zamani, tuyaishi hapa duniani, na kisha ile siku ya mwisho tupate thawabu kulingana na maono ambayo tumeyaishi. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa nataka kuambia kwamba Mungu ana mpango na wewe, na ndio maana uko hapa, na ndio maana unaishi hivyo ulivyo. Haijalishi umri wako ni mdogo, ni mkubwa, ni mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unatakiwa kuwa na maono ya kwako. Neema tumepata, hata kama umekuwa ndo namjua Kristo, lakini anasema miaka yako itarejeshwa. Maana yake ni nini? Utapewa maono na utayafanyia kazi na utapata matokeo. Hivyo vilivyo, usijidharau hata kidogo.
Unaweza ukajiuliza, kwa nini leo watu wanashindana sana? Kwa nini watumishi leo wanagombana sana? Kwa nini leo watu wanashindana kila mara, ya kwamba yeye akiona mwenzake anafanya vizuri anaanza kumwonea wivu? Kwa sababu gani? Hana maono. Ukiwa na maono ya kwako, hauna muda wa kuanza kugombana na mtu, hauna muda wa kuanza kupigana na mtu, kwa sababu na cha kwako, hata kama kitakuwa kinafanana, lazima namna ya kufanya itatofautiana. Lazima namna ya kutenda, kila mmoja atakuwa na namna yake, kwa sababu Mungu amemuumba mwanadamu kwa namna tofauti. Lakini kwa sababu hatuna maono, ndio maana unaona maugomvi leo hii. Unaona maugomvi kwa kanisani, ugomvi mtumishi kwa mtumishi, ugomvi. Sasa nini? Wewe una maono yako, simamia maono yako. Ukiwa na maono yako na huyo ana maono yake, saa ngapi mtaanza kugombana? Saa ngapi mtaoneana wivu? Saa ngapi mtaoneana dharau? Saa ngapi? Lakini kama una maono ya kwako, uwe na uhakika kila utakalolifanya, hata kama umri wako ni mdogo ni mkubwa, utakuwa ni mtu wa kujikubali. Yaani utakuwa mtu ambaye hauna wasiwasi, hauna mashaka kwa kile unachokifanya, kwa sababu una uhakika nacho. Utajikubali, yaani hautatazama kushoto wala kulia, kwa sababu unachokifanya ni kile ambacho Mungu amekupa na una uhakika nacho. Kwa nini leo hii watu tuna mashaka? Hatuna uhakika na vile ambavyo tunavifanya. Lakini ukiwa na uhakika na kile ambacho unakifanya, maana yake ni nini? Uko katika maono aliyosahihi.